Kuna kipindi katika historia ambacho watu waliishi kwa hofu ya kimya. Hakukuwa na uhuru wa kusema, hakukuwa na nafasi ya kupinga, na kila aliyethubutu kuuliza maswali alitoweka bila maelezo. Utawala huo haukutegemea mapenzi ya watu, ulitawaliwa kwa nguvu, vitisho na ukimya wa lazima. Miaka ilipita, ukweli ukazikwa, kumbukumbu zikafutwa na simulizi halisi ikafichwa kwa makusudi. Lakini leo ukweli unaanza kufichuka. Ni nini hasa kilikuwa kinaendelea nyuma ya pazia? Na kwa nini watu waliogopa hata kunong'ona? Na ni kwa namna gani utawala huo uliweza kudumu kwa muda mrefu bila kupingwa waziwazi? Sikiliza kwa makini, kwa sababu unachokwenda kusikiliza si hadithi ya kubuni, ni simulizi ya kweli iliyobadilisha maisha ya wengi milele. Wakati taifa lilipokuwa limechoka kwa migogoro na hofu ya kesho isiyoeleweka, ndipo mtu mmoja alijitokeza kimya kimya. Hakuhitaji kujitambulisha kwa kelele, hakuhitaji kampeni ndefu. Alijulikana kwa jina moja tu, naye ni General. Jina hilo lilitosha kuleta ukimya katika mikutano, lilitosha kufanya vyombo vya habari kubadili mada, lilitosha kufanya watu kushusha sauti zao hata wakiwa ndani ya nyumba zao wenyewe. Mwanzoni alionekana kama mkombozi, mtu wa kurejesha nidhamu, mtu wa kuleta utulivu, lakini polepole hali ilianza kubadilika. Sheria zikaanza kubadilishwa bila mjadala, waliopinga wakaanza kupotea na hofu ikawa sehemu ya maisha kila siku. Hakukuwa na matangazo ya wazi ya ukandamizaji, kulikuwa na kitu kibaya zaidi, ukimya wa lazima. Na katika ukimya huo, General alijenga utawala wa kutisha uliodumu kwa miaka mingi bila kupingwa waziwazi. Watu hawakuogopa sauti yake, waliogopa kivuli chake. Haikuchukua muda mrefu baada ya General kushika madaraka. Mwanzo wake ulionekana wa kawaida. Alitoa hotuba fupi akiahidi kurejesha nidhamu na umoja. Watu wakashangilia, wengine wakapumua kwa matumaini mapya. Lakini siku ya 40 baada ya kuapishwa kwake, kitu kikubwa kilitokea ambacho kilibadilisha kila kitu. Na hapo usikose mwendelezo, maana haijaisha simulizi hii. Na swali kubwa ni hili: je, ni kitu gani hiko baada ya kuapishwa kilibadilisha kila kitu?